Kuna mambo mengine yanaumiza mioyo unapoyapitia, na wakati fulani unaona kama vile Mungu amekuacha. Wakati fulani unaona kama vile hakuna tumaini tena. Wakati fulani unaona kama vile hakuna maisha tena mbele yako. Lakini sikiliza nikwambie, sikiliza nikutie moyo mpendwa. Popote unaponitazama, na wewe uliyeko mahali hapa na unayenisikiliza mahali popote, mkono wa Mungu wenye nguvu huu pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Mungu uokoao uko pamoja nawe. Mungu anasema atatutia nguvu, atatusaidia, atatushika kwa mkono wa kuume wenye haki, mkono wa kuume wa Mungu wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini tunakuwa na mashaka? Eti kwa nini? Ni kitu gani kinafanya tunakuwa na mashaka? Ni kitu gani kinafanya tunakuwa na huzuni? Ni kitu gani kinafanya tunasikitika? Ni kwa sababu tumekosa tumaini. Ni kwa sababu tumekosa tumaini. Tumaini linapotoweka, mwanadamu anahisi kama vile Mungu ndiye amemwacha. Kumbe imani yake imetoweka kwa sababu ya changamoto na magumu anayoyapitia. Sikiliza mpendwa mtu wa Mungu, wewe uliyeko hapa na wewe ambao unanitazama ukiwa mbali, Mungu yu pamoja nawe. Hata kama unapitia magumu kiasi gani, kitabu cha Isaya kinasema, Mungu mwenyewe anasema kupitia nabii Isaya, usiogope. Usiogope, kwa maana mimi Mungu ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Anasema nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume. Kwa mkono wa nini? Wa kuume wa haki yangu. Haleluya. Mungu ni mwaminifu mpendwa mtazamaji wangu na wewe uliyeko hapa. Mungu ni mwaminifu, ahadi zake ni za kweli. Mungu ni mwaminifu, anatimiza ahadi zake. Kila alichokiahidi kwa ajili yangu na kwa ajili yako atafanya. Kila alichoahidi kwa ajili ya yule mama, kwa ajili ya yule baba, kwa ajili ya yule kaka, kwa ajili yako mtazamaji na wewe uliyeko hapa, kile Mungu alichokiahidi atakifanya. Haleluya. Sasa mbona unaogopa? Mbona unaona mashaka? Mbona unaona kama vile hakuna tumaini? Tatizo liko kwa Mungu. Tatizo liko kwako rafiki yangu. Tatizo liko kwangu na kwako. Kama tukisimama imara, tukamwamini, tukaamini maneno yake Mungu alivyosema, msiogope maana mimi Mungu yuko pamoja nasi, na tukiamini ya kwamba atatushika mkono, atatusaidia, atatushika kwa mkono wake wa kuume wenye haki na wenye nguvu. Nani atakuwa na mashaka? Ni nani atakayeogopa? Ni nani atakayeona kama vile ameachwa pweke? Ni nani atakayeona kama vile ametelekezwa? Bila shaka hatakuwepo, kwa maana kila mtu atakuwa ana imani, kwa sababu anategemea ahadi za Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uhakika, Mungu mwenye kuaminika, Mungu ambaye tangu zama na zama, tangu vizazi na vizazi, watu wameendelea kumwamini na kumtegemea, na yeye ameendelea kuonyesha uwezo wake na amewasaidia watu wake kwa namna ya ajabu. Haleluya. Nikutie moyo mpendwa mtazamaji wangu, na wewe ambaye uko mahali hapa, na wewe ambaye uko pale nyumbani, na wewe ambaye uko kazini, Bwana ni Mungu wako. Biashara zako mtegemee Mungu. Kazi zako mtegemee Mungu. Kwenye familia yako mtegemee Mungu. Kwenye uchumi wako mtegemee Mungu. Ndiyo unapitia magumu, ndiyo unapitia nyakati fulani mbaya, ndiyo wakati fulani umevunjika moyo, ni kweli, lakini bado ahadi za Mungu ziko pale pale na zitatimia juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki sana. Bwana akupe nguvu. Simama imara. Mtegemee Kristo. Usiyumbe kushoto wala kulia. Nyoka. Mungu atafanya kwa ajili yako. Mungu atakuinua. Mungu atakubeba. Mungu atakufanyia mambo mazito ambayo hukuwahi kuona. Unasema mtumishi ni nini? Nisikilize. Nisikilize rafiki yangu. Nisikilize wewe ambaye uko nyumbani, uko kazini, uko popote pale. Mungu ni mwaminifu. Mungu
ahadi zake ni za kweli. Mungu ahadi zake ni hakika. Anachohitaji kwangu na kwako ni hii: mtegemee, muamini, simama imara bila kuyumba. Hata kama unaona giza linakukabili, hata kama unaona giza linazidi kukuandama, wewe simama imara. Iko saa kutapambazuka, iko saa kutakucha. Utafurahi, utamtukuza Mungu, utasema huyu ndiye Kristo niliyekuwa nikimtegemea. Majirani, marafiki, ndugu watamuona Mungu maishani mwako pale atakapokuwa amekushindia katikati ya magumu. Bwana na akupe nguvu, Bwana na kuongoze, Bwana na atusimamie na atupe imani kuendelea kumtegemea katika jina la Yesu. Amen. Hebu na tuombe. Baba, asante kwa ajili yako pamoja nasi. Wewe ni Mungu mwenye uwezo na nguvu, ambaye umeendelea kutegemeza, umeendelea kuwa Mungu wetu kizazi baada ya kizazi. Hata katika mlima huu wa Kijengi umeendelea kuonekana katikati ya macho ya watoto wako, na umeendelea kutuinua, na umeendelea kutubariki. Asante kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji aliyeko mbali na aliyeko mahali hapa. Baba, huenda kuna mwingine anaumwa, kuna mwingine ni mgonjwa, kuna mwingine amepitia katika changamoto mbaya za kiuchumi, kuna mwingine mahusiano yamevunjika, kuna mwingine familia yake ina migogoro, kuna wengine wana magonjwa wamepima lakini bado hawaoni nafuu yoyote. Wengine watumia dawa hawaoni nafuu yoyote. Nenda kaonekane kwao kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao wana biashara, wale ambao kazi zao zinayumba, wale ambao ofisini mwao kuna changamoto, wale ambao katika maisha yao kuna changamoto za kuhuzunisha, nenda kafanye kwa jina la Yesu Kristo. Nenda ukajibu kwa jina la Yesu Kristo. Kuna wale ambao watoto wao wameharibika vibaya, hawana maadili, maisha yao yamekuwa ni ya changamoto. Nenda kaingie familia ile kwa jina la Yesu Kristo. Kuna ambao walali usiku kwa sababu ya nguvu za giza, kwa sababu ya maruweruwe. Nenda kawatendee na wao, kawape amani na furaha kwa jina la Yesu Kristo. Nenda kajibu kila mmoja wetu, kila mmoja na kilio cha mfalme wa amani. Nenda ukabebe kilio cha mtu mmoja mmoja, kabebe kilio cha yule mama, kabebe kilio cha yule baba, kabebe yule binti.